Mambo vipi? Karibu sana katika day 7. Karibu sana katika siku ya 7. Tunakamilisha wiki ya mwaka mpya, wiki ya majira mapya. Yeah, karibu sana 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 sana. Hongera sana kwa mapambano. Kitu kimoja ukifanya kila siku kitaamua mwaka wako. Kitu kimoja ukifanya kila siku kitaamua mwaka wako. Nikaribisha sana katika somo hili. Ni somo ambalo litakuwa lina vipande kadhaa. Jambo la msingi ni kuweza tu kupay attention. Ngoja nikwambie kitu kimoja kabla sijazungumzia somo la leo. Kuna kitu nilikuwa natafakari, lakini nikapata kitu fulani, nikasema nitashare na wewe, kiko out of ili somo, ila tukinazungumzia kwa ujumla. Rafiki yangu nikwambie kitu kimoja. Weka kipaumbele kwenye kujifunza. Weka kipaumbele kwenye kujifunza. Hata iwaje, hakikisha kila siku kuna kitu kipya unakipata katika safari ya maisha ambayo unataka yaweze kutokea. Kwa sababu gani? Hauwezi ukafake kwenye kitu kinachoitwa knowledge. Never. Yaani haujui. Na kitu kibaya zaidi kwenye maarifa, lazima tuweke kiuno chini. Hakuna namna. Ingekuwa unaweza ukaambukizwa maarifa, ingekuwa labda ni jambo lingine. Lakini sasa issue ya maarifa, lazima tu uamue kusema kuanzia leo nataka nianze kujifunza. Kuanzia leo nataka nibadilishe akili yangu. Yaani hakuna namna. Yaani bora ingekuwa kuna namna ambayo ni rahisi zaidi, ningekwambia, lakini haipo. Nyuma ya kila mambo makubwa unayoyaona, nyuma ya kila mtu aliyefanikiwa, yaani nyuma ya vitu ambavyo unaviadmire, unasema hii biashara imekuwa kubwa, hii biashara imekuwa nzito. Nyuma ya kila biashara kuna kitu kinaitwa secret, kuna kitu kinaitwa siri. Sasa nyuma ya siri kuna kitu gani? Nyuma ya siri kuna kitu kinaitwa ufahamu usioujua. Ule ufahamu ndio uliobeba ukubwa wa kile kitu ambacho una appreciate. Sasa leo kosa ambalo watu wengi tunalo, siku tumepata cheti cha shule ndio siku tumeacha madaftari, ndio siku tumeacha vitabu. Leo ukiangalia, ukikagua kwenye nyumba ya mtu mzima, utakutana na mafurushi ya manguo, utakutana na mafurushi ya vyakula, ana stoku ya chakula, ana fashion za kila design, lakini hana kitabu. Walio wengi wana vitabu tu vya imani, na chenyewe anasoma mpaka siku ya ibada, mpaka siku ya kutaniko. Ibada ni kila siku, mpaka siku ya kutaniko ndio anasoma, na chenyewe anapoenda anakipiga au mwingine hadi panya zimekula. Hebu kajifanyia assessment leo, kajisemea tu ukweli mwenyewe kwamba hivi mimi huku kichwani kuna kitu gani? Achana vile vitu. Nani anasema, kuna bwana mmoja anaitwa kitu kama Einstein na kitu kama Chanel, anasema kwamba akili ni pale ambapo ukitaka kujua kiwango cha akili zako, ondoa mambo yote ya shule ambayo umesomea shule, yale yanayobaki ndio akili. Sasa leo kwa mfano, ukinyang'anywa mambo yote ya shule, vitu vyote ulivyosomea shule, kinachobaki ndio akili yako. Hebu niambie, kile kinachobaki ambacho ni akili yako ni kile ambacho ulifanya kinaitwa self empowerment. Kile kilichobaki ni kile kitu ambacho ulikistafuta kwa juhudi zako. Kwa sababu wengi shule tumeenda shule kwa sababu tulilazimishwa na wazazi, kwa sababu ilikuwa ndio sehemu ya ukuaji. Sasa baada ya kuwa sasa umeachana na mambo ya shule, kitu gani ambacho unacho kichwani? Una skili gani nyingine ambayo unayo ukiachana na mambo ya shule ambayo ulikuwa umeshayasoma kwa ile level? Mimi nikiachana na mechanical engineering, kwa sababu ukijiintroduce kwamba huyu jamaa amesomea kitu gani, hesabii ule ujuzi ambao umeusoma baada ya kujitafutia mwenyewe.
wanahesabia jamaa alipokuwa anakuwa akaenda shule hii, akaenda shule hii, akaenda shule hii. Sasa tunazungumzia ile kujiendeleza. Mafanikio yanakuja kwa yale unayoyapata baada ya kujitambua, sio yale ambayo uliyapata wakati unakuwa. Okay, nafikiri hicho nikasema niweze kuintroduce kwako. Tunaangalia somo muhimu sana ambalo nasema kitu kimoja ukifanya kila siku kitaamua mwaka wako. Huu ndio ukweli ambao watu wengi hawapendi kuukubali. Kuna ukweli ambao watu wengi hawapendi kuukubali. Mwaka hauharibiki kwa makosa makubwa. Mwaka unaharibika kwa kukosa kufanya kitu kimoja sahihi kila siku. Sio makosa makubwa. Mwisho wa siku yanaitwa makosa makubwa kwa sababu kuna malimbikizo ya makosa madogo yalikuwa yanaendelea. Lakini hiyo sio shida. Shida inakuja kwamba kuna kitu gani kimoja ambacho ni sahihi ambacho kila siku unakifanya. Jambo moja ambalo sitaacha kukwambia ni kwamba tofauti kati ya watu waliofanikiwa na watu ambao wanahangaika kwenye mafanikio. Watu waliofanikiwa wamefanya kitu kinaitwa, wanashindwa kutofautisha kati ya mtindo wao wa maisha na kanuni za maisha. Yaani wanaishi kanuni za maisha kama mtindo wa maisha. Maskini na watu ambao wanahangaika kwenye mafanikio, wao changamoto yao ni moja. Wanatofautisha kati ya kanuni za maisha na maisha. Unasikia mtu anakuambia sasa ndio muda wa biashara. Anasema sasa ndio muda wa Mungu. Wewe vipi? Sasa ndio muda wa kitu fulani. No! Kanuni za maisha ndio maisha kila siku. Kwani unaposema huu ndio muda wa biashara na huu ndio muda wa Mungu, kwani kuna tofauti gani kati ya Mungu na biashara? Kuna tofauti gani kati ya wewe na maisha mengine? Biashara ni kutatua matatizo ya watu. Kitu ambacho kinasumbua ni kwamba wewe unasema sasa ndio nafanya biashara. Sasa ndio unafanya biashara na unasema huu ndio muda wa Mungu. Kwani Mungu na biashara tofauti yake ni nini? Mungu na maisha ya kila siku tofauti yake nini? Okay, mimi nafuga kuku, mimi nafanya bustani. Nimekutana na marafiki zangu. Tunapiga stori za maisha. Kwa nini tuongee tofauti na bustani na kuku? Hujanielewa? Ni hivi. Mimi nikutana na marafiki zangu, nitadiscuss kuhusu life possibilities. Tunaita uwezekano wa maisha kutokea. Simple. Tunapiga story ambazo zinaendana na maisha kila siku. Of course, ukikutana na mtu atalalamika, atanungunika, naambia okay. Kwa nini unasema hivyo? Umeshajaribu chochote ambacho umekifanya kwa muda mrefu? Bana wana vitu vyenyewe vilipi, na niambia hapana. Sikiliza, mimi nilivyostick kwenye kitu kimoja, nilivyoanza mradi wa kuku na mradi wa bustani, jina langu likaanza kufahamika. Unasemaje? Yes, utakutana na wale watu ambao hawajui cha kufanya. Kwenye maisha kuna vitu viwili. Kuna wazo daraja na wazo hitaji. Mimi nimeshare hivyo, sijamlazimisha yafanye. Kama ni hitaji, yani kama na yuko concern na hicho kitu, atasema na mimi naweza nikafanya hicho kitu ambacho umefanikiwa kwa kiwango hicho. Naambia it's possible. Kama unauza vifaranga utamwambia bwana sikiliza, unaweza ukaanza, isipokuwa sasa mambo ya kuku yana changamoto zake. Na hizi changamoto sio kama haziwezekani, lakini zinahitaji maelekezo. Sikiliza, kabla tujaingia kwenye project ya vifaranga, sikiliza, vifaranga kutaka kufanikiwa unatakiwa kuwa na brooder. Brooder ndio kitu gani? Tunaambia okay, sikiliza, usijali, niko kwa ajili yako. Lakini pia vifaranga lazima vipate joto, lakini na kile haya mambo yote vipi? Nawezaje sasa kuyafanya? Ndio maana nipo, sijali. Mwishoni anamaliza anasemaje? Sasa nikitaka kuanza naanzaje? Maisha na biashara ni kitu kimoja. Simple and clear. Kama yeye usiki atasemaje? Atasema okay, anyway, kuna jamaa mmoja anapenda sana mambo ya kuku. Yaani kuna huyu jamaa anapenda mno mambo ya kuku. Yaani sio ukikutana na huyu jamaa, sikiliza, amekufanya yeye amekuwa daraja la wewe kuvuka. Change your words to business. Business is life. Badili maneno yako kwenye biashara. Biashara ni maisha. Fanya biashara yako iwe mtindo wa maisha. Talk business everywhere. Talk life everywhere. Popote ulipo, ongea maisha, ongea biashara. Tofauti ni nini? Tofauti ni kwamba unafikiri kuna muda wa biashara, kuna muda wa Mungu, kuna muda wa maisha.
Huyo Mungu mwenyewe unayezungumzia, kwani Mungu ni kitu gani? Mungu si roho. Ina maana kwako wewe kuna roho mbili, kuna roho yako na kuna roho ya Mungu. Roho ya Mungu inabidi ikae kwenye roho yako. Chochote ambacho unakiongea ndio Mungu ametoka kuongea. If you are solving people's problem, Mungu anataka watu wateseke. Ongea kuhusu maisha hayo. Hiyo ndio calling yako. Huo ndio wito wako Mungu amekupatia. Sasa shida ni nini? Unatofautisha kwamba hii ni biashara, mambo ya Mungu. Sisi sasa hivi twende wapi? Huko kwenye vikundi ambavyo vya umbea, vikundi vya vibati, vikundi vya vikoba. Mkishamalizana kukichangishana zile hela, kilichobakia ni nini? Mtabaki mabubu. Si mtaanza kuongea. Badala ya kwanza kumsema mtu, introduce biashara yako. Zungumzia business, zungumzia kila kitu ambacho unafanya. Waoneshe wenzako possibilities. Sasa ndio hicho tunachozungumzia. Kama hauna ufahamu wa kutosha, hauna maarifa ya kutosha, sikiliza. Ili ufanikiwe unahitaji vitu vitatu. Cha kwanza unahitaji kitu kinaitwa personal development. Unahitaji ukuaji binafsi. Ukuaji binafsi maana yake nini? Ndio una connect kila kitu. Ufanikiwe kwa sababu unalima bustani. Ufanikiwe kwa sababu unafuga kuku, my friend. Unafanikiwa kwa sababu unajitambua. Cha pili unahitaji kitu kinaitwa technical skills. Technical skills ndio mambo ya kufuga kuku, sio kulima viazi, sio mambo ya bustani, sio mambo ya kupika keki. Hiyo ni technical skills. Alafu cha tatu unahitaji business skills. Jinsi sasa ya kubadili kitu ambacho unacho kuwa maisha, kuwa pesa. Haya mambo yote matatu unaweza ukayaongea, unaweza ukayabadilisha yakiwa mtindo wa maisha popote. Kwa utakuwa unajua kwamba hapa niongee nini kinachohusiana na nini, lakini ni kitu hichi kimoja. Maisha ni magumu kwa sababu tuna complicate. Ndio maana maisha ni magumu. Too much complication. Kama usipotafuta ufahamu wa kutosha, nataka nikwambie kitu kimoja. Mateso hayataondoka. Na Mungu hawezi kukubariki. Kwa sababu kuna njia tatu. Kuna kutumia akili yako, kuna kutumia akili ya Mungu, na kuna kutumia akili ya shetani. Okay, kuna kutumia pia akili ya kuzaliwa. Pale kwenye akili yako ziko mbili. Kuna akili ya kujifunza, na hii tunaita mtu ameenda shule, na kuna akili ya kuzaliwa nayo kwenye akili yako. Alafu kuna akili ya Mungu, kuna akili ya shetani. Ziko akili nne tu, hamna nyingi. Mtu yote ambaye unamuona leo anaishi, anatumia moja kati ya akili hizi nne. Akili ya kwake mwenyewe, ambapo kwenye akili yake mwenyewe ziko mbili. Kuna akili ya kuzaliwa. Akili ya kuzaliwa ndio kama hii. Tunaita akili za kitoto. Akili za kulialia, akili za kulalamika. Mtoto akiwa amezaliwa, anakuja na akili yake itakayomsaidia kusurvive siku za mwanzo kabla hawajamuingizia akili inayotakiwa. Akiwa anataka chakula hana, analia. Ile ni akili ya kuzaliwa. Akijichafulia, anaona kuna washa, analia. Wewe ile akili amekuja nayo, amezaliwa nayo. Nani alimfundisha mtoto kwamba tukisogeza nyonyo, vuta usipulize? Akipuliza anakufa. Anavuta. Nani alimfundisha? Ile inaitwa akili ya kuzaliwa. Sasa akili ya kuzaliwa kazi yake kubwa ni kufanya usurvive, usife zile siku za mwanzo. Baada ya hapo mtoto hawezi kuendelea kuishi kwa akili za kuzaliwa. Anaishi sasa kwa kuchagua. Inategemea amekuwa katika mazingira gani. Kama mambo ya dunia ndio yatamzidi, yatamkuta. Mambo ya Mungu yakimzidi, fresh. Hivyo ndio maisha yanavyoendelea. Na vitu vingine vingi. Okay, jambo la msingi ni moja. Tupo katika somo ambalo linasema kitu kimoja ukifanya kila siku kitaamua mwaka wako. Kwa hiyo watu wengi wana ndoto, watu wengi wana mipango, watu wengi wana maono makubwa, lakini hawana kitendo kimoja cha kila siku kinachobeba ndoto hizo. Hawana kitendo kimoja cha kila siku kinachobeba hizo ndoto. Baada ya kuwa umepanga, bado umeweka mipango, umekakati kila kitu, chagua kitu kimoja. Chagua kitu kimoja. Na hapa ndipo hatima zao zinapokosa mwelekeo. Ukweli wa maisha kila siku ni kwamba, angalia maisha ya watu wanaozunguka leo. Watu wanaozurula. Wanafanya mambo mengi sana. Wanachoka sana. Lakini matokeo ni madogo, sio kwa sababu hawajitahidi. Sio kwa sababu hawajitahidi, bali ni kwa sababu juhudi zao zimegawanyika. Metoto kwa nasema unatembea kwa miguu kama ng'ombe. Ng'ombe anaga direction.
unatembea kila mahali. Ikifika jioni umechoka, una sweat, umeshafanya kazi nyingi. Wasa, kuna watu aina nne huku duniani kwenye ishu ya muda na pesa. Kuna mtu ana muda, ana hela. Huyu mtu mimi anamwombea kila siku ajitambue, kwa sababu ana kitu cha thamani sana kuliko ambacho hana. Yaani thamani ya muda ni kubwa kuliko pesa, kwa sababu pesa haitengenezi muda, ila muda ndio unatengeneza pesa. Kwa sababu muda unaleta attention ya akili. Akili ndio kiwanda cha production ya kila kitu tunachokiona duniani. Mtu wa pili ana pesa, hana muda. Hao ndio wale wameajiriwa, wako very busy, lakini sio mbaya, pesa wanazo. Hawa ndio wateja wa watu wenye muda. Tena ukisikia una mteja ambaye yuko busy sana, ni mteja mwenye pesa nyingi. Mbaya zaidi, akaingia kwenye kundi la tatu, hana pesa, hana muda. Hapa rafiki yangu ni bomu. Hana pesa, hana muda. Ili ni bomu, anahitaji maombi. Mwisho kabisa ndio ndoto ya kila mmoja, ana pesa, ana muda. Ni mtu ambaye amejenga foundation, amejenga mifumo. Kilichobakia anafanya kitu kimoja tu ambacho kina operate kila kitu kilichobakia. Huyu nasema amefikia nafasi ambayo, yaani ile nafasi ambayo unasema hii ndio yenyewe sasa. Ana muda, ana pesa, ana operate vitu vyake katika mfumo ambao no stress, hakuna pressure. Sasa basi, kuna mtu ambaye yuko busy for nothing. Yaani mtu kila mwaka yuko busy bara, lakini apige hatua, hakuna steps. Kusema la ukweli, binafsi yangu mimi nilichelewa kuamini, nilichelewa kujua. Okay, nilikuwa najua muda mrefu, lakini nilichelewa kuamini, kwa sababu sio kila kitu ambacho unakijua unakiamini. Kuna kitu kinaitwa focus. Nilichelewa kuelewa. Nilichelewa kuelewa maana yake, kwa sababu huwezi kuamini kama hujaelewa. Sijui nikuelezaje hapa. Ngoja nieleze kwa lugha hii hapa, ili at least sasa nawe nikusaidie. Nilikuwa najua kabisa kwamba mtu ambaye watu wanaofanya vizuri duniani ni watu ambao wamestick, wamefocus. Kufocus manake, unaona haya macho mawili, haya macho yote mawili naangalia screen. Siwezi nikachukua jicho moja nikaangalia screen, jicho lingine nikaangalia nyuma. Hii ndio maana ya focus. Focus manake ni concentration. Concentration manake unaweka nguvu yako moja sehemu fulani. Unaweka nguvu kubwa sehemu fulani. Sasa nilichelewa kuelewa maana yake ni nini. Kwa hiyo nikawa naamini kwamba nina uwezo wa kugawanya nguvu zangu kwenye mambo mengi. Nilipokuja kupata uelewa wa kitu kinaitwa support, uelewa wa kitu kinachoitwa mentorship programs, ndio nikaelewa kwa nini wenzetu waliotutangulia wanafanya vizuri sana kuliko sisi. Katika mambo matatu ambayo yalibadilisha maisha yangu, hilo ni mojawapo. Nilielewa maana ya biashara, ranki za biashara na maana ya support. Hiyo ndio ilibadilisha, nikaanza kuelewa nguvu ya focus. Ninaamini kabisa kwamba kama ningeelewa maana mapema, nilikuwa nasikia, lakini nilikuwa sijaelewa maana yake. Nimesema hivi, sio kila kitu ambacho unakielewa unakiamini. Kitabu cha Think and Grow Rich anasema whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve it. Whatever the mind of man can conceive. Conceive ni kubeba. Haitoshi tu kubeba. Kwa mfano mambo yote ambayo nakufundisha, wengi mtayabeba. Kwa nini hatutaona progress? Kwa nini hatutaona maendeleo? Kwa nini hatutaona mabadiliko? Wachache ambao watayabelieve ndio tutaona matokeo.
Si kama nielewa, niona hata maua basi. Si kama naongea mwenyewe hapa. Sasa basi, kwenye maisha inabidi uanze kufikiria kwamba hivi hicho ambacho nakijua nakiamini. Kwa vitu viwili vinatokea, conceive and believe. Conceive and believe, hicho ndio kitatokea. Lakini kikibebwa ni kitu kimoja, kuna watu ambao wanaamini vitu wasivyovifahamu. Mwisho wa siku vile vitu havina maana kwao. Na kuna mtu ambaye amebeba kitu lakini akiamini hakimsaidii. Lazima kuwa kuna two ways, yaani kuna miguu miwili, kuna conceive and believe. Hivyo inapeleka sasa maisha halisi yaweze kutokea. Kwa hiyo siku ambavyo nimejua ndio siku maisha yangu yalianza kubadilika. Wanafunzi wangu wote ambao walifocus kwenye vitu ambavyo niliwahi kuwafundisha, nakumbuka siku moja nilikuwa nafikiri kitu kimoja, nikasema, nakumbuka siku za mwanzo kabisa nilipokuwa na interest na mambo ya mifugo na kuku, nikataka nichanganye, nifundishe kitu kinaitwa poultry, sio chicken farming, bata sijui nini. Siku moja nikaanza kukaa chini, nilikuwa nachola chola 2016 nakumbuka, hivi kuku tunaweza tukapata kitu gani kwenye kuku? Nikaona vitu 7. Nikaenda kuwafundisha wanafunzi wangu, nikamwambia sikilizeni, kuku ana biashara 7. Na wakashangaa, what? Yes, kabisa. Nikasema imagine kwa mfano mtu ambaye ameamua kufocus kuzalisha vifaranga. Leo ni tajiri, ndio haya makampuni yana majina makubwa leo. Yapo makampuni yana majina makubwa kwa ajili ya kuzalisha tu. Nikasema imagine mtu akawa ni bingwa wa kuzalisha mayai ya utotoleshaji. Kweli kabisa. Nikasema imagine mtu akawa bingwa wa kuzalisha kuku wa saizi ya kati, majogoo. Kabisa. Nikasema imagine mtu akawa bingwa wa kuzalisha kuku ambao wamemaliza chanjo zote wa mwezi mmoja. Ukitazama katika jicho la exploit, ukitazama katika jicho la kufanya mambo makubwa, ina sound clear. Ukitazama katika jicho la kutapatapa, jicho la kuto kukosa, anasema nikikosa huko nipate huko, I sound clear. Kuna wanafunzi walioelewa, kuna wanafunzi wasioelewa. Haya, mimi nikaenda kutafakari. Siku nyingine zikaongezeka, zikafika 12. Baadaye zikaongezeka 15. Baadaye zikafika 20. Zilipofika 20 nikasema no, siendelei. Nikasema no, siendelei. Yoyote atakayotokeza nitaingiza ndani ya biashara 20. Sitaki ziendelee. Nitawachanganya watu. Leo ninapozungumza na wewe, kuna biashara 20 kwenye mradi wa kuku. Sijasema bata, sijasema bata mzinga, nimesema kuku. Sasa nikasema kitu kimoja. Nikasema waheshimiwa, mkitaka mtoboe, kama kweli mnataka kubadilisha maisha, mnataka kweli kuwa matajiri, lazima ukubali kustiki na biashara chache. Zikizidi 3. Lakini swali la kujiuliza, ikiwa nimeambiwa niache biashara 3, nibaki na 1, nitabaki na biashara ipi? Ile ambayo nasema ningebaki na hii, hiyo ndio biashara ya kufanya. Leo hii wanafunzi wangu wote ambao wanafanya wonders kwenye mradi wa kuku. Tuna bwana mmoja anaitwa Jonathan Karokola, ni mtu ambaye amefocus kwenye mabanda na alianzia kwenye programu yetu kufocus. Leo ni mtu mwenye kampuni yake, ni mtu anafanya biashara kubwa sana Tanzania, Burundi, siyo Kongo, siyo wapi. Na jamaa alikuwa anauza viatu, anatembeza mtaani. Leo ni jina kubwa kwenye industry ya kuku. Yupo kila mahali. Sasa hivi anafanya contact na Wachina, wanatengeneza cages, wanafanya a lot of things. Kila kitu cha kuhusu mambo ya kuku leo wanafanya, lakini alianzia kwenye sio kila kitu kinachohusu mambo ya mabanda. Yule ambaye amejenga banda letu ambalo kila siku mnalionea donge, ni mwanafunzi wangu ambaye jana ameweza kujenga banda Arusha, sasa hivi kwa Dodoma
Yaani kila siku ana jamaa my friend, the power of focus. Aya ya ya ya. Yaani babu ambaye aliwahi kuwa dereva aka jamani, acheni kabisa ya maisha. Kuna stori zingine jamani, hata kuzisimulia inabidi ufurahi kwanza, kwa sababu nasimulia mtu ambaye unajua umemtoa wapi. Yaani hicho ndio kilichonifurahisha. Alikuwa anafanya kazi ya udereva, akaja mambo yakaharibika, akaa hajui cha kufanya, akaenda huko mikoani Tanga wapi, anakusanya mayai yakifika 20-30 kwenye ndoo, anaeleta Arusha. Alipokutana na mimi na dili mambo ya kuku, akasema nitakushikilia mpaka nitoke. Nikamwambia na utatoka. Leo hii ni mtu ambaye anajenga mabanda standard. Maana ameitwa Dodoma, maana sijui yuko Arusha, maana sijui yuko wapi. Alifocus na hicho mabanda. Ndio aliye develop ile banda mchoro wetu ambao tumeonyesha kila siku kwenye nini. Na ile banda amejenga siku 3. Usiku na mchana. Kwa wanafunzi anaitwa Israeli, ni anazalisha vifaranga. Huu ni mwaka wa 3, mashine zijaye kuzima. Yuko Arusha. Kwa wanafunzi anaitwa Oswald, yuko Dar es Salaam. Anafanya kazi. Mpaka juzi naongea naye, ananiambia, mwalimu, mbona inabidi tufikiri upya namna gani tutaweza kuwasaidia wateja. Maana na wateja Mwanza, na wateja Tanga, na wateja sijui Dar es Salaam, yani sijui nafanyaje. Nikamwambia ndio wewe ambao ulikuwa umefuga kuku 100 hawaongezeki miaka karibia 4. Alikuwa na kuku ambao yani jamani, maisha. Ana kuku ambao huyu mkubwa, huyu mdogo, huyu mkubwa. Anasema na kuku wengi. Siku tumeanza program nikamwambia nitumie picha ya kuku wako. Amenitumia, nikamwambia nikwambie kitu. Hapo tunaondoa kila kitu. Tunaanza upya. Alisita baadaye akachukua hatua. Leo anafanya wonders. Anazalisha vifaranga wa mwezi. Kila wiki anatoa vifaranga sio chini ya 1000. Wa siku moja. Kila mwezi anatoa sio chini ya vifaranga 1000 wa mwezi. Walistick, walifocus kwenye kitu nilichowaambia. Wanafunzi wako wengi, lakini wengine walichukua wakajiongeza na ya kwao. Wanatapata huko mtaani. Kitu gani nataka nikwambie? Kuna kitu kimoja ukifanya kila siku kitaamua mwaka wako. Hicho, yani stories zangu zote zilizopiga. Hiyo ndio pointi ya msingi. Wengi wanatapatapa. Pesa iko hivi. Nisikize vizuri. Iandike itakusaidia. Pesa iko hivi. Pesa ipo hivi. Kama hauna kitu kimoja ambacho unafanya, utakosa kitu kinaitwa title. Naomba nirudie. Ukikosa kitu kimoja ambacho unafanya, utakosa title. Ukikosa title, utakosa kitu kinaitwa brandi. Brandi ni utambulisho. Utakosa utambulisho. Ukikosa utambulisho, utakosa kitu kinaitwa strong income. Si kwamba ukitapatapa utapata hela, ila utapata pesa ambazo hazieleweki. Utapata pesa ambazo hazieleweki. Ila sasa ukitaka pesa inayoeleweka, lazima una kitu kinaitwa brand. Tunapozungumzia brand, sio lazima uwe na, yani ni step kwa step. Ukiangalia sasa hivi hata hapo tu mtaani ulipo leo, watu wanakufahamu wewe kama nani? Kwa mfano, ukiamua kusema nataka mwaka huu, yani mtaa mzima, kijiji kizima, kanda nzima ifahamu mimi ndio mtu anayezalisha mboga, iwe jua iwe mvua, umeshatengeneza chapa, inaitwa brand. Nataka wajue kwangu muda wote wakifika kuna majogoo, hiyo inaitwa brand. Jina langu likitajwa kwenye sherehe, kila mtu aseme yule tutapata, hiyo inaitwa brand. Yaani watu hawaulizani, hiyo inaitwa brand. Mimi nakumbuka nilikuwa mwaka jana, ilikuwa ile kuna project nilikuwa nafanya Dar es Salaam.
Of course ilikuwa research nilikuwa nafanya ya biashara, tofauti kati ya kufanya biashara online na kufanya biashara mtaani. Ilikuwa research kama ya siku 90 hivi. Sasa nikachagua case study Dar es Salaam kwa sababu kuna watu wengi. Nijifunza vitu vingi sana. Tofauti ni kubwa mno. Kila nikipita mahali nilikuwa nakutana na watu ambao wameshaniona mtandaoni. Kila nikipita mahali nilikuwa nakutana na watu ambao wameniona mtandaoni. Nikaa naishi maeneo fulani pale panaitwa Sinza. Kuna wanafunzi wangu maeneo yale walikuwa watatu ambao wapo kwenye program kabisa. Na nilikutana nao mtaani. Naishi na fulani, na fulani. Baka fika wakati nikawa naogopa tena kutoka nje. At least nikapata picha kwamba kumbe kuna kitu tumewahi kufanya. Na kuna kitu tumefanya na bado. Point yangu ya msingi ni kwamba ukitaka pesa nzuri unahitaji kitu kinaitwa expertism. Expertism inatoka kwenye kusimama na kitu kimoja kwa muda mrefu. Expertism inatoka na kusimama na kitu kimoja kwa muda mrefu. Kuna expertism za aina mbili. Hasa wewe utachagua unataka ipi. Kuna utaalamu wa kusomea na kuna utaalamu wa kufanya. Leo kwa mfano mtu ambaye amesoma ana masters au anafanya tu degree, yule anamuita mtaalamu. Lakini kama haja exercise kile kitu ambacho amekisomea, atabaki kuwa mtaalamu wa kusomea. Kwa sababu gani? Kastiki miaka 3 anasomea jambo fulani. Tutampa heshima yake kama mtaalamu. Sio amesoma PhD, tutampa heshima yake ya dokta. Okay. Atapata heshima ya dokta kwa utaalamu aliosomea. Tofauti ya utaalamu wa pili ni utaalamu tunaita expertism ya kufanya. Wafanyabiashara wengi hawajaenda shule hizo ambazo tunasema ni shule. Wao wamesoma shule za mtaani. Ni shule za pata potea. Pata potea. Unakuwa huku unapata, unakuwa unafeli, lakini mwisho wa siku utapata utachomoka. Ila wao ni expert kwenye kitu kinachoitwa kufanya. Ndio majina walionao leo. Ukitaja jina Baresa, yule ni mtaalamu kwenye biashara. Hana cheti cha biashara huenda, kama anavyo labda ni vile ambavyo alijiendeleza mwenyewe, lakini anaitwa mtaalamu wa kufanya. Sasa unachagua. Leo unaweza kuwa unalalamika sijasoma. Sikiza nikwambie kitu. Kuna heshima za aina mbili tu. Kuna heshima inatokana na kusoma, kwa sababu na kuna heshima inatokana na wewe kusababisha kitu kiweze kutokea kwa kufanya kwa muda mrefu. Vitu vile ambavyo wale wanasoma shule ndio vitu ambavyo wale wanafanya mtaani. Isipokuwa wao wameanzia kwanza kusoma, wewe unaanzia kwanza kufanya. Ukifanya matokeo yakatokea, ukiamua kuja kuvirasimisha, unarudi shule. Ukienda kusoma utakuta unavyozungumzia wewe ulishafanya. Ndicho ambacho mimi nimefanya. Narudi shule sio kutafuta cha kusoma, naenda kurasimisha vitu ninavyojua. Nimechagua fani ambayo inaendana na kitu tunachofanya. Mwisho wa siku nimeangalia baadhi ya moduli napitia kwa haraka naona sasa hiki si nishafanyaga hiki. Hiki si nishafanya. Utafuata masharti yao, jaza wakupe max, mwisho wa siku na elimu zote. Ya mtaani unaijua, ya huko shuleni kwao unaijua. Simple. Kwa kitu ambacho nazungumzia ni kwamba huwezi kutengeneza pesa nzuri kama sio expert katika eneo ambalo unafanya. Huwezi kuwa expert kwa kurukaruka hata siku moja. Uongozi wa kweli haupo kwenye wingi. Viongozi halisi hawafanyi kila kitu, hawaanzi kila kitu, hawafuati kila fursa. Wao huchagua kitu kimoja chenye uzito mkubwa. Ndio maana kuna formula inaitwa 820 principle au inaitwa 820 rule. Wao wanachokifanya hawafanyi kila kitu, wanachagua kitu chenye uzito mkubwa, kisha wanakilinda kwa nidhamu kila siku. Amechagua kitu ambacho atafanya, alafu anakilinda kwa nidhamu kila siku hicho kitu. Mwisho wa siku nini? Alama au urithi haujengwi kwa kufanya mambo mengi. Unajengwa kwa kudumisha jambo moja kwa muda mrefu. Unataka kuacha alama, unataka kuacha urithi, focus na jambo fulani. Fanya jambo fulani kwa ukubwa. Kwa mfano kwenye kuku, katika ufugaji,
Kuku hafi kwa kukosa chakula cha siku moja, hufa kwa kukosa utaratibu wa kila siku. Mfugaji anayefanikiwa ana siri. Mfugaji anayefanikiwa ana tabia moja isiyokosa. Nipe siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio ni kufanya kila siku, hakuna siri nyingine. Siri ya mafanikio ni kuchagua kitu kimoja, ni kufanya kikawa tabia, ukafanya kila siku. Tabia ambayo unaichagua inaokoa mradi, inazuia hasara, inabeba faida zote ambazo zingine zingekuwepo. Tatizo la watu wengi, wanataka matokeo makubwa, mabadiliko ya haraka, mafanikio yatoke chapchap, lakini hawataki kurudia kitendo kimoja kila siku. Hataki kufanya kitu hicho kila siku. Hata ukifanya kitu kimoja kila siku, hata ukichoka ufikiri kama unafanya. Lakini ukinafanya kitu kipya kila siku, unahitaji kujipanga. Yaani kwa mfano sasa hivi ukapata idea mpya, bwana, hii kitu unaweza kufanikiwa. Cha kwanza kitakachokuja kwenye akili yako, inahitaji kujipanga. Kitendo cha akili yako kupokea hiyo wazo kama unahitaji kujipanga, aya, akili inaanza kukutengenezea mambo mengi ya kuzuia kuendelea na kile kitu. Wakati ukiwa umechagua jambo moja, umelifanya kila wakati, hata ukichoka akili yako haifikiri kama unafanya. Hiyo ndio siri. Tunasema hiyo ndio tofauti kati ya watu wa kawaida na watu ambao wamefanikiwa kuwa na hatima zao. Sasa rafiki yangu, katika hii chapter 7 au siku ya 7, kabla tujaendelea mbali kabisa, naomba nikuulize swali hili, na hili swali ujiulize. Kama ningelazimika leo kufanya kitu kimoja kila siku, kitu kimoja tu kila siku kwa mwaka mzima, ningeweza kufanya kitu gani? Kama leo umeulizwa swali, umeambia chagua kitu kimoja ambacho ungeweza kukifanya mwaka mzima, ungefanya kitu gani? Ungefanya kitu gani kama ungeambiwa uchague kitu kimoja? Ni swali zito kidogo, linachoma, linatisha, lakini ukilijibu hilo swali ndio linaokoa hatima yako. Rafiki yangu, nilikuwa nakupa utangulizi wa chapter 7. Chapter 7 itakuwa na parts 3. Itakuwa na sehemu 3. Part ya kwanza, kwa nini watu wanaofanya mambo mengi hawafiki mbali, ndio tutaangalia wakati huu. Na katika hii tutaangalia mambo mengi kidogo, lakini part 2 tutaangalia nguvu ya tabia moja inayobeba mwaka mzima. Nguvu ya tabia moja inayobeba mwaka mzima. Na sehemu ya 3 tutaangalia kipi ni kitu chako kimoja. Kipi ni kitu chako kimoja? Nimekupa ili uelewe kwamba katika somo hili litakuwa na sehemu 3. Kwa kama uko serious na unatamani uwe ni mtu ambaye unaweza kufocus, kwa sababu ni moja kati ya somo ambalo litaelezea nguvu ya focus, utaratibu wa kufocus, upangilie vipi ili uweze kufanikiwa, basi utoe muda wako ufuatilie chapter hii. Sehemu ya kwanza ambayo tutaangalia, utafuatia sehemu ya 2 na utafuatia sehemu ya 3, utakuwa umekamilisha somo linalosema kitu kimoja kinachoweza kubadilisha mwaka mzima. Haya, kwa haraka tuangalie kwa muda tuliobakia nao. Sehemu ya kwanza, kwa nini watu wanaofanya mambo mengi lakini hawafiki mbali? Mtu anafanya mambo mengi lakini hafiki mbali, shida iko wapi? Kwa nini? Kwa sababu kuna swali unalo kwenye akili yako kwamba sasa mimi kweli itakuwaje na nini? Tutajibu kupitia hili hapa. Iko hivi, wanasema kila uchovu unapaswa kuwa na thamani. Yaani kila ukichoka, ukihisi umechoka, unapaswa ujiulize swali moja: nyuma ya kuchoka kwangu leo nimesababisha nini? Kweli najisikia nimechoka, lakini nyuma ya kuchoka kwangu thamani yake ni nini? Hasa watu wengi wanachoka kila siku, wanajisikia wapo bize kila siku, lakini hawasogei kimaisha. Kweli nimechoka, kweli niko bize, lakini nimesogeza nini? Hiyo ndio changamoto. Huo sio uvivu, ni uchovu wa kufanya mambo mengi yasiyobeba hatima. Sio uvivu, watu sio wavivu. Ukisoma hiyo anaitwa, je, wameona mtu mwenye bidii katika kazi zake, naye hata simama mbele ya watu wasio na cheo, atasimama mbele ya wafalme. Hii statement ukiisoma kwenye tafsiri zingine inasema hivi:
pale kwenye, je, umeona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Kwenye tafsiri zingine wamesema hivi, who is skillful to his business. Wametumia neno ambalo ni tofauti kidogo. Skillful, who is skillful to his business. Kumbe diligence au bidii kwa lugha nyingine ni ujuzi. Umemwona mtu ambaye ana ujuzi katika kazi yake. Kumbe tunapozungumzia bidii sio kuparamia mambo. Bidii ni kupangilia mambo katika namna ambayo itatulenga kwenye matokeo fulani. Hiyo ndio bidii. Kwa ukiona wewe unafanya kazi kuanzia asubuhi, unafanya kazi kama tembo, unakula kama sisimizi, hiyo sio bidii. Huko ni kujichosha. Hasa kuna tofauti kati ya bidii na kujichosha. Mwisho wa siku tunategemea hivi, kama wewe ni mtu wa bidii kama ni mtu wa bidii, tunategemea kwamba ile bidii yako ambayo umeitoa ikuketishe na wakuu. Sasa wakuu hawezi kukaa na wewe kwa sababu umechoka. Wanakaa na wewe kwa sababu umesababisha kitu cha thamani kimetokea kutokana na wewe kwenye movement yako. Sawa rafiki yangu? Kwa mfano, sasa hivi tuna wakulima wengi sana ambao wanafanya kazi. Kwa sababu siku ile kwetu Iringa, mnatoka asubuhi na kidumu cha maji. Saa 12, saa 11 mko njiani mnaelekea shambani. Au kama mna baskeli na hiyo hivyo. Mnakuja kurudi unashangaa labda saa 12. Yaani amjaa kitu hapo katikati. Twende kwenye mavuno. Eka 10, gunia 4. Jamani, watu ambao tumetoka kidogo tuwasaidie ndugu zetu. Eka 10, gunia 4, gunia 5. Kila ukifika msimu tupo kazi. Hakuna evaluation kwamba kwa nini eka 10 gunia 4. Msimu ukija kama kawaida. Kama kawaida. Na kuna tabia moja kijijini, aise jamani, ama kweli za akili ni mbovu. Kuna tabia moja kijijini kwamba mwenye sifa wakati wa kulima ni yule ambaye anaonekana amelima mashamba mengi. Hajawahi kutokea watu wakaanza kujaji kwa kwamba umepata mazao gani. Ikitokea umeonekana kijiweni na umelima eka 1, eka 2, wanasema huyu mvivu. Hawaangalii umelimaje. Huyu jamani mvivu. Mindset ya kimaskini kabisa. Yaani mjanja, anaonekana ni mjanja ni yule ambaye anaonekana na mashamba mengi. Umelima eka ngapi mwaka huu? Eka 10. Eka ngapi? Eka 7. Umelima eka ngapi? Eka 2. Mungu wangu. Tena umelima zako mvua ya kwanza chap. Ukaendelea mambo yako mengine. Yaani unaonekana ni mvivu bongo la, yaani ni mtu amechoka kabisa. Unatuvu kwa na nani? Na society ambayo ina mindset za kimaskini. Yaani ni poverty mindset. Baada ya kuchukua ile nguvu ya eka 10, ile nguvu yote ambayo umeitawanya, ukaikusanya kwenye eka 2, ukajifunza mahindi gani yanastawi, ukatafuta kwamba ni mbegu ya kisasa, hata kama ni ya kienyeji hiyo, ujue una target yako ni nini. Ukapalilia katika standard, ukahudumia katika standard. Kwa mfano, ndani ya ule mwaka mzima, ukatenga eka zako 2 au eka zako 3. Zile ekari ukazijaza mbolea ya ng'ombe. Jaza mbolea ya ng'ombe. Ndani ya mwaka mmoja au miaka 2, my friend, ukalima katika standard, ukanyosha vizuri, ukahakikisha kila shimo ulilootesha linaota. Kama baada ya siku 3 siku 4 ukaja ukaona kuna msemaji yote, ukaotesha tena. Ukapalilia katika standard, unavuna magunia ya kutosha. Kuliko mtu aliyelima eka 10, eka 20. Of course, future ya profitable farm, sisi tuna profitable farm inadili na vitu vikubwa viwili. Kufaidika kwenye eneo dogo na kufaidika kwenye eneo kubwa. Hasa kwenye eneo kubwa hatujaanza kuintroduce. Tuna program inaitwa mavuno mara 3. Kwamba kwa mfano, shamba lile ambalo ulikuwa unapata gunia 3, gunia 4, tunawezaje kusababisha ile shamba likatuletea mavuno mara 3? Nafikiri hiyo tutaintroduce baadaye kidogo. Sasa hivi hatuwezi kuweka mambo mengi. Kwa tuna hiyo program itakuja kukomboa wakulima. Yaani for sure itakuja kukomboa wakulima. Lakini kwa saizi hatufocus na wakulima mashamba makubwa. Tunafocus kwanza na hichi kitu kidogo ambacho tumekianza ili kikue. Tukishapromoshia hapa makombora, huko inakuwa rahisi. Lakini to be honest, moja kati ya kitu ambacho yani kila siku nasema Mungu fungua akili.
au watu ambao wanafanya hichi kilimo wapate tu ufahamu kwamba maisha sio mateso kiasi hicho. Maisha ni ufahamu ulionao. Kwa watu wengi wanachoka, unaweza kuchoka sana na ukabaki pale pale, na ndio kweli tunaona ya maisha. Sifa vijiweni nimelima eka 10, sifa vijiweni nimelima eka 7 lakini hakunaga sifa kwenye mavuno. Hiyo ndio shida tunasema, na hii ndio janga la kufanya mambo mengi bila mwelekeo. Tatizo kubwa, watu wengi wamejenga maisha yao juu ya kuanza vitu vingi, kujaza ratiba na kuonekana wanajituma, Being busy is not equal or is not the same as being productive. Kuna kuonekana unajituma na kuna kujituma. Sasa shida ya akili ya kimaskini ni kutaka kuonekana unajituma, kuonekana ni mkulima, kuonekana ni mpambanaji, lakini mwisho wa siku tuende kwenye matokeo. Lakini wanaishia kupiga makelele, hakuna kinachotokea. Tuangalie mfano maisha kila siku. Kwa mfano kwenye biashara tu kawaida, mtu anauza bidhaa 7. Ninyi ambao mnajiita wafanya biashara, anauza bidhaa 7, hana bidhaa inayomtambulisha, anahangaika na stock, anahangaika na wateja, anahangaika na matangazo. Stock inabidi iwe nyingi ya bidhaa tofauti tofauti, wateja wao aina nyingi wa bidhaa tofauti tofauti, matangazo, kila tangazo na bidhaa yake. Mtu mwingine ana bidhaa moja, anaielewa, ana soko lake. Mwisho wa siku ni tofauti. Soko alimheshimu mtu mwenye kila kitu, soko linamheshimu mtaalamu, soko alimheshimu mwenye kila kitu, soko linamheshimu mtaalamu. Na nimeshasema kwamba mtaalamu ni mtu ambaye amebobea kwenye jambo moja, analielewa vizuri. Yaani kuna saa unamzungumzia mteja mpaka mwenyewe anajichangaa, yaani yeye hajijui kama kama vile ambavyo wewe unamjua. Ndio inavyotakiwa. Tuangalie kesi study ya kuku. Mkulima mmoja ana bustani ndogo, anapanda kila mbegu inayoota. Matokeo yake nini? Udongo unachoka, maji hayatoshi, hakuna zao lilokomaa vizuri. Lakini mkulima mwenye busara anachagua zao moja au mawili kulingana na mteja anataka nini. Anajua ratiba yake, anajua soko lake, anajifunza kwa kina. Akiingia kwenye mtandao ana focus kujifunza lile zao. Anajua majira yake, anajua msimu wake, anajua udongo wake, anajua maji yake, anajua kila kitu. Baada ya muda anafanya vizuri. Yule mwenye kuhangaika ana mambo mengi, hayana mwelekeo. Kwenye kuku hivyo mfugaji A ana miradi mingi, hana muda kukagua banda lake kila siku. Anakuta kuku ameugua au amekufa. Lakini mfugaji B ana kazi nyingi pia na yeye, lakini ana kipaumbele kimoja kisichokosa, ambacho ni kufanyaje? Ukaguzi wa kila siku. Sawa na mambo mengi, lakini amechagua kitu kimoja kwenye mradi wake.
Hapo tuko sawa? Nafikiri iko sawa, nafikiri mic yangu ilikuwa imeisha chaji. Okay, tuendelee. Sasa naomba nirudie kwenye kipengele cha watu walioajiriwa kwa sababu mnaweza mkajichanganya pia. Nafikiri ndio sema mic ilianza kukata. Iko hivi. Kama tumesema ufocus na kitu kimoja, wewe ambao umeajiriwa au na biashara zako zingine unaweza kujichanganya. Hapa hii scenario inaonyesha kwamba kuna watu wawili. Wote wanaonekana wako busy, wana shughuli nyingi. Huyu wa pili alichojitofautisha ni kwamba sio wingi wa shughuli alizokuwa nazo, ila ni uzito wa kipaumbele ambacho alikuwa amekitoa. Sasa ule uzito wa kipaumbele ambacho alikuwa ametoa ndio kinapelekea apate matokeo. Sasa nimesema hivi, kama umeajiriwa, uko busy, una biashara, unatamani kufanya kitu kingine cha ziada, sio kwamba inashindikana. Inashindikana ikiwa utaamua kuanzisha kitu ambacho kitakuhitaji nguvu nyingi sana. Sasa kwa nini tunafanya hii project ya nyumbani? Tunasema hii project ianzie nyumbani na tunataka ufanye nyumbani. Ni kwa sababu ile weekend ulionayo, yale masaa ya asubuhi kabla hujaenda kazini, masaa ya jioni kabla hujaenda kazini, na siku za likizo, una uwezo wa kufanya mradi wa kuku na bustani katika eneo lako dogo nyumbani. Tatizo litakuja kama utaishi sehemu nyingine, kazi sehemu nyingine, na mradi utaweka sehemu nyingine. Hapo sasa, rafiki yangu, utahitaji hekima ya juu sana. Hiyo pia inawezekana, isipokuwa sasa ndio inapokuja point ya sisi kuwa na academy. Of course sio inashindikana, tumeshawasaidia watu wengi sana kupitia mtandao. Unaweza ukatafuta mtu ambaye atasimamia project yako, lakini yule mtu inabidi apate skills za kitu kinachoitwa management. Management maana yake nini? Hahitaji kujua mambo mengi sana kuhusu mradi, ila anahitaji kujua kuku wanakula saa ngapi, kuku wagonjwa kama ni wagonjwa dalili zao zikoje, awatenge. Anahitaji kujua chakula kikipungua atoe taarifa mapema. Hivyo yule anahitaji kuwa na ujuzi wa usimamizi, sio ujuzi wa mradi wa kuku, yani ujuzi wa usimamizi kwa ujumla. Kuna kozi ambayo sisi tuko nayo, yani ujuzi tu wa usimamizi, sio mambo sijui ya kumfundisha mambo in details, no. Tukisema tunamfundisha hiyo, tunamlipua, tunamuondoa kwenye mradi wako. Very simple, na hawezi kurudi hapo. Kwa tunajua kuna level ya kozi, kila mtu ana level yake ya kusoma. Ikiwa huyu tunataka awe ni kwa ajili ya usimamizi, ana mambo ya kufundishwa. Wewe ambaye ni visionary, una kitu chako cha kufundishwa. Sasa huyu kazi yake ni nini? Wewe si uko busy na biashara, uko busy na maisha yako. Wewe una muda wa kufuatilia, yeye ana muda wa kuhudumia. Sasa kunatakiwa kuwe kuna connection. Yeye inabidi aripoti kwamba kuna ripoti ambayo inabidi ajaze kila siku, ambayo inakupa wewe, ukipitia chat unaona okay, kwenye banda kwa gonjwa kuna kwa 3, chakula kimebaki kiasi hiki, leo tupata mayai kiasi hiki, kwa asilimia ni kiasi hiki, na nini. Kwa unaangalia zile data za haraka haraka, zinakupa picha kwamba mradi wako unaendeleaje. Hivyo ndio jinsi maisha yanavyoenda, na hivyo ndio jinsi ambavyo hata kama uko busy kwenye mradi, una uwezo wa kufanya kitu na kikatokea. Sasa tuna hiyo program, ni wewe tu kuamua sasa, kuamua kwamba nataka huyu mtu ajifunze kuhusiana na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Wewe unajifunza visionary, yeye anajifunza management. Ndio jinsi maisha yanavyoenda. Kila mtu anajifunza kitu ambacho kinamhusu kulingana na kile anachotakiwa kufanya. Hata fundisha si mambo kutengeneza chakula, sio anafundishwa management ya pot au management ya mradi. Okay, kwa haraka naona muda wangu umeisha pia. Kwa nini watu wengi
Na watu malizie kwa staili hii. Hapo mnanipata? Naweza mkabla mnanipata kwa umbali kwa sababu naona mic kuna kitu hakijakaa sawa. Okay, naomba mniambie kama mnanipata ili tuweze kujua tunaendelea. Ya, ndio nimeambia imekata. Na hapo bado imekata. Okay, mtanijibu. Nimesema sasa nirudie hichi kitu ambacho wanazungumzia, sijui mmeisha wapi. Labda niwaulize uchumi zaidi umenisikiza mpaka wapi ili nijue kitu gani ambacho naelezea. Sitaki nirudie kitu ambacho nimeelezea kwa sababu muda wenyewe pia umeshakuwa changamoto. Namba 2, kutaka kuonekana wanajituma. Kwa nini watu wanafanya mambo mengi? Namba 2 ni kutaka kuonekana wanajituma. Kama nilivyosema, kuna tofauti kati ya kujituma na kuonekana. Ngoja nikwambie siri moja. Ukitaka kuonekana unajituma, jipe muda. Utaonekana tu. Kwa nini? Matokeo yataongea. Sawa rafiki yangu? Usitake kuwaaminisha watu kwamba wewe unajituma. Fanya vitu vyako kimya kimya. Alafu sasa matokeo huwa hayadanganyi. Na kutaka kuonekana kujituma ni mindset ya kimaskini. Kwa sababu gani? Maskini siku zote anataka kuprove kwamba yeye ana akili. Yaani anataka kufanya kila kinachoonekana, aonekane yeye ni mjanja, aonekane yeye sio mtu wa zamani. Yaani anataka. Matajiri huwa hawafanyi hivyo. Matajiri kazi huwa zinaongea. Maskini wao ndio wanataka kuongea. Pointi ya 3, kukosa ujasiri wa kuchagua. Kukosa ujasiri wa kuchagua. Mara nyingi sana wengi wanafanya vitu vingi kwa sababu wamekosa ujasiri wa kuchagua. Anaona kila kitu kwake ni sawa. Kila kitu kwake ni sawa. Sisi kwa mfano kwenye program especially ya Kukuchumi, watu tunamwambia mtu soma program, baada ya hapo tukidiscuss katika zile biashara 20 tunamwambia tunaomba uchague biashara 3. Sasa mbona kama tunaona kila biashara ni nzuri? Anambia no, haina shida. Tunaomba chagua biashara 3. Au tuambia sawa, tutaendelea na hizi kwa sababu zina mahusiano, lakini mwisho wa siku jiulize swali moja. Kama tukiambiwa baki na biashara moja, ipi utabaki nayo? Anambia hii hapa, anambia sasa hii ndio biashara ya kufanya. Wakati tunaendelea kufanya kote huko, lakini hii ndio biashara utafanya. Kwa sababu anakosa ujasiri wa kuchagua. Hasa wakati mwingine unahitaji mtu mwingine ili uweze kuchagua. Namba 4, kukimbia uwajibikaji wa kitu kimoja. Wakati mwingine tu ni kukimbia uwajibikaji. Kwa mfano mtu unakuta anakuambia, hii biashara ni ngumu kweli aisee. Nataka nibadilishe biashara. Hakuna biashara ngumu na hakuna biashara rahisi. Hakuna biashara ngumu na hakuna biashara rahisi. Kigumu kwenye biashara ni wewe. Unavyojiposition kwenye biashara, umejiwekaje kwenye biashara na commitment uliyo kwenye biashara. Asa manake ni kwamba kitendo cha kusema anatafuta biashara nyingine ambayo ni rahisi ni kukimbia kuwajibika. Mambo yale ambayo ulikutana kwenye hii biashara, kama hujayatatua, yatarudia kwenye biashara nyingine. Simple and clear. Sasa kwa kumalizia, focus ni ujasiri. Focus ni ujasiri. Focus sio kukosa uwezo. Naomba nirudie. Tunaposema unuie kitu kimoja, hiyo ni confidence ya hali ya juu sana. Haionyeshi kwamba wewe ni dhaifu. Focus ni kusema hapana. No. Okay, kuna mtu anakuja kuambia nyumbani kwako anakuambia, aisee shoga yangu nimekuumisi. Okay, nashukuru. Sasa sikiliza, nisindikize sokoni. Okay, haina shida. Wacha ninawe miguu chap chap. My God. Unanawa miguu, unaenda sokoni. Kazi utakao kunafanya wewe nini? Ni kushikilia mambo poa. Hauna kicho kupeleka sokoni. Kicho kupeleka sokoni ni ule rafiki yako unaogopa kumuonesha kwamba, yani unaogopa kumuumiza. Kwamba ukikataa atajisikia vibaya. My friend, wewe ni mtu mzima. Unafanya vitu eti mtu mwingine usipofanya anajisikia vibaya. Acha kujaibisha basi. Sawa. Focus ni kusema hapana. Mtu mwenye mafanikio ni mtu mwenye uwezo wa kusema ndio au hapana. Mimi nikishaongea na mtu kwenye simu, wewe unataka tumalizane hapa hapa. Mambo kuniambia ukafikiri, staki. Niambie hapa hapa. Tunafanya, hatufanyi. Simple and clear. Sijui nikajipange ni staki. Kwa sababu nitakupa alternative zote ambazo ninaamini ukizifanyia kazi tutaenda mbele. Ukiniambia nikikuuliza swali, umetufuatia kwa muda gani? Leo tunaambia kaendelea kutufuatilia. Nimepotezea muda hapa. Uwezi kufanya maamuzi kwa mtu ambaye hujui. Nimekufuatia miezi 3. What? Miezi 3? Mwezi mmoja? Yes.
You have the position to say yes or no. Sio nikafikiri, ukafikiri nini? Miezi mitatu yote unanifuatilia mimi. Unaniambia ukafikirie nini? Acha kunipotezea muda. Wewe endelea na mambo yako bwana. Sema ndio au hapana. Sio nikafikiri. Hapana. Focus ni kuacha vitu vizuri na kubaki na vitu sahihi. Kuacha vitu vizuri, kubaki na vitu sahihi. Kuna kitu kinaitwa kipaumbele. Siku zote ngoja nikwambie kitu kimoja rafiki yangu. Kwenye maisha, vitu vifuatavyo ndio vitu vyako vya thamani. Naomba uwe makini kwenye hivi vitu vitatu. Namba 1, muda. Usikubali vitu vikacheza na muda wako. My friend, you will pay the price. Sasa hivi kwa mfano, mtu akacheza na muda wangu, natakia niongee na wewe. Nitalipa gharama. Nitalipa gharama gani? Itabidi nifidie vipindi, nijue na kufundisha wakati gani. Wakati ambao itakiwa nilale, naanza kuongea na wewe. Wakati ambao itakiwa nifanye kitu kingine, natakiwa kwa nini? Nilicheza na muda wangu. Sikiliza. Kama una miaka 35 na kuendelea, 40 kuanzia sana 40. 35 hapa sio mbaya, lakini kuanzia 40 na kuendelea, hauna muda wa kujaribu tena. Tena sio 40, kuanzia 35. Hauna muda unaitwa trial and error. Yaani, ukiona mtu mzima ana miaka 35, 38, 40, bado anahangaika na kila kitu, yaani umaskini huu hapa tayari. Umaskini huu hapa. Ukiona miaka 35, 40 na kuendelea, huhitaji kusoma kitabu. Unahitaji program. Unahitaji support ya hali ya juu. Unahitaji watu waliokutangulia. Watu ambao watakwambia usifanye hiki, fanya hiki. Muda wa majaribio ni kuanzia miaka 12 mpaka miaka 25. Miaka 12 mpaka miaka 25. Tena ni kwa watu ambao kujipata kwao hawaeleweki. Matajiri wenzetu ni kwamba muda wa kujitafuta ni kati ya miaka 12 mpaka miaka 18, miaka 20. Akifika 23, yani ni mtu ambaye anataka kufocus na jambo moja. Asa umechelewa sana, ndio hivyo. Tunakutana na opportunity, ndio unashtuka, Mungu wangu. Unashtuka na blanketi, nataka kufanyaje? Unashtuka blanketi, kumekucha. Lakini sio mbaya. Kuna meta wangu mmoja ana kaneno kake kujifariji. Siku moja nilifuma somo lake moja mpaka nikashangaa, nikasema menta hili neno la kuwafariji watu. Alikuwa anafundisha vijana, maka yeye ana vyuo vikuu. Siku nikasema kabisa, menta hili neno la kufariji watu hili. Nataka niwaambie, hii ngoja mnipe ruhusa niwaambie. Msiponipa ruhusa siwaambie. Andika, nataka niwaambie, sema ndio. Andika ndio hapo. Zikifika 5 nitawaambia. Zisipofika siwaambie. Nisipofika 5 wewe ulioandika, ukitaka nikwambie, ngoja andike namba hapo, utanitafuta kwenye WhatsApp. Alafu nitakwambia wewe peke yako. Jamani, hii safari za mafanikio zina mambo mengi sana. Inabidi kuwa makini sana pia wakati mwingine. Kwani bora hapa mniruhusu magazini nikawaambia, nikawachanganya. 0761 825 wale ambao ndio zisipofika kabla sijamaliza kipindi na mkapenda muambie, mtanitafuta kwenye WhatsApp. Haya uchumi zaidi. Wao unapenda kuambiwa haya. Kuna vitu vingine sio vya kuambiwa, vitu vingine vitakupoteza. Lakini zikifika ndio 5 ndio tutapata walali wa kuambia. Ukiona sijafika na sijasema, utanicheck kwenye WhatsApp hiyo hapo 0761 825, nitaongea na wewe private. Okay, tumalizie. Anasema ukichagua kitu kimoja huwezi kulaumu mtu. Okay, focus ni kusema hapana. Focus ni kuacha vitu vizuri. Focus ni kubeba mzigo wa uchaguzi wako. Focus ni kubeba mzigo wa uchaguzi wako. Jambo la muhimu, watu wengi hawashindwi kwa sababu hawawezi. Wanashindwa kwa sababu hawachagui. Watu wengi wanashindwa sio kwa sababu hawawezi. Wanashindwa kwa sababu hawachagui. Viongozi wa kweli siku zote hawasemi, wanajaribu. Wanasema nimechagua. Nitajaribu. Usiseme hivyo. Sema nimechagua kupambana.
Usiseme nitajaribu kupambana. No, sema I choose to fight. Huyo ndio leader. Unafikiri ningesema najaribu hizi siku 10 kama nitaweza kuona kama tutafika? Unafikiri tungefika? Leo ni siku ya 7. Kumbuka, leo sio siku ya 7. Leo ni siku ya 17. Kwa sababu kuna zile siku 10 za kukaribisha mwaka na hizi ni siku 10 zingine za kuandaa mwaka. Sikusema mimi kama kiongozi, sikusema hebu acha nijaribu nikiona mambo hayaendi nitaachia hapo. No! I choose to go. Ndio maana tunaendelea. Haijalishi kuna kitu gani kinatokea katikati ya kama. Kwa mfano kama jana kuna semina imeanza siku 4. Mimi ni kiongozi kwenye majumuiya yetu ya mambo ya dini huko. Nikasema naheshimu na ninafahamu kabisa. Lakini hapa nafanya kazi ya Mungu. Mtaniwakilisha. Maki imetokea haikuwa kwenye ratiba ambazo mimi nilikuwa nimepanga. Nikasema sitaenda hiyo semina siku 4. I choose kufanya hii kazi ambayo nafanya. Na naheshimu sana mambo ya kiimani kuliko ambavyo unaweza kufikiri. Lakini kwa sababu ninaamini nipo kwenye kazi ya Mungu, wala sina shaka. I choose to do what I'm doing. Sio najaribu. Na nimechagua kupambana mpaka kieleweke, kutengeneza watu ambao watakuwa watu wakubwa. Sio najaribu. Sio nasema sijui itawezekana. No. I choose to do what I'm doing. Na ukishachagua, uchaguzi una sifa 3. Una sifa 2 ambazo ni challenge. Sifa ya kwanza, uchaguzi una maumivu. Kwa nini? Uchaguzi unachosha. Kwa sababu kuna wakati watu watakuona zimeruka. Wanaona kabisa huyu jamaa amechanganyikiwa. Ndio shida ya uchaguzi. Unachagua, unasimama na kuna saa hutaeleweka. Kwa nini? Huyu anasemaje huyu? Kaba no, I choose. Start commenting. No comment. I choose to stand with what I stand. No comment. Zoezi la kujitathmini kwa kumalizia. Jiulize kwa uaminifu maswali 3 yafuatayo. Swali la kwanza, ni vitu vingapi navifanya kwa wakati mmoja? Jiulize wewe hilo swali. Ni vitu vingapi navifanya kwa wakati mmoja? Swali la kwanza. Swali la pili, kipi kati ya hivyo kinabeba hatima yangu? Kipi kati ya hivyo kinabeba hatima yangu? Swali la mwisho na la 3. Kipi nitaacha kuanzia leo? Nabarudia maswali 3. Jitathmini. Swali la kwanza, ni vitu vingapi navifanya kwa wakati mmoja? Swali la pili, kipi kati ya hivyo kinabeba hatima yangu? Swali la 3, kipi nitaacha kuanzia leo? Kwa nikwambia kitu kimoja. Siku zote ukifanya mambo mengi utakuwa na story nyingi. Ukifanya mambo mengi utakuwa na story nyingi. Ukichagua focus yako utakuwa na matokeo. Swali, unataka story? Unataka matokeo? The choice is yours. Uchaguzi ni wako.
Kama uko serious unataka tu kushape, kuhakikisha vitu vinatokea, unafanya wonders kwenye idea ya bustani katika eneo dogo, mradi wa kuku katika eneo dogo, tuna program kwa ajili ya watu wako serious. Andika neno program kwenye WhatsApp 0761 825 808. 0761 825 808. Jambo la muhimu, uwe serious. Hauko serious, endelea kupambana na hali yako. Uko serious, unataka tusimame, tukuoneshe jinsi tunaweza kufanya mapinduzi katika eneo dogo. Andika neno program kwenda 0761 825 808. Okay, masomo yanaendelea. Tutakuwa na kipindi viwili vijavyo. Jambo la msingi ni moja tu. Fuata ratiba iliyopo, fuatilia masomo, uendelee kubadilika. Kama umekosa masomo yaliyopita, pita kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Okay, huko upo. Pita kwenye ukurasa wetu wa YouTube kwa jina la Profitable Farm TZ. Utapata kuona masomo mengine mengi yaliyopita. Otherwise, wish you all the best. Tukutane kipindi kijacho.